Kuna story natamani nikupe hapa, lakini kabla sijakupa hii story, nataka nikuulize kwanza swali. Wewe ukiachana na mtu wako, hapa nazungumzia kwa wanaume, hata kwa wanawake pia hili linaweza likawa linawahusu. Wewe ukiachana na mtu wako ambaye umeishi naye kwenye mahusiano kwa muda fulani, je, vile vitu ambavyo wewe umemnunulia huwa unavichukua ama huwa unamwachia vinabaki kwa vya kwake kama kumbukumbu ama kama zawadi ambayo kisha toa hauwezi kuirudisha tena? Hilo swali natamani nijibu hapa kupitia upande wa comment ili niweze kujua kabla sijakupa historia ambayo natamani kukupa sasa hivi. Video unazoziona hapo ni video ambazo zikiwaonesha hawa majamaa wa Nigeria wakishangilia ama wakiwa wanafanya sherehe fulani kwa kufanikiwa kuweza kurudisha vile vitu ambavyo wamevichukua kutoka kwa maeksi wao. Hapa nikiwa na maana ya kwamba walikuwa wakiishi na wapenzi wao kwenye mahusiano. Sasa baada ya wao kuachana na wale watu ambao wakiishi nao, walikwenda kudai vile vitu ambavyo waliwapatia kipindi wapo kwenye mahusiano. Kama ukiona hapo, mmoja anaonesha amevaa wigi la njano na ni wigi ambalo lilikuwa la mpenzi wake. Kwa maneno ambayo anayazungumza hapo ni wanazungumza kwa lugha ya Nigeria, lakini content ni kwamba alimnunulia kama zawadi. Sasa wameachana, yeye amefanikiwa kulirudisha na amelivaa. So ni kitu ambacho anafurahia. Sio huyo tu peke yake, kama unaona ni wapo watu takriban 4 wao wakiwa wanafurahia kitendo cha wao kuweza kurudisha vile vitu ambavyo waliwapatia wapenzi wao, na baada ya kuachana wakaenda kuwanyang'anya. Ni kitu ambacho wamekifurahia wenyewe, historia ambayo imetokea huko Nigeria. Sasa hii story nimeileta kwako wewe Mtanzania. Natamani kusikia kutoka kwako. Je, wewe ukiachana na mtu wako ambaye unaishi naye kwenye mahusiano, utamnyang'anya vile vitu ambavyo umenunulia ama utamwachia aondoke navyo? Licha ya kwamba story ambayo nimekupa hapo, wale wamefanya mpaka sherehe ya kuweza kurudisha vitu tu ambavyo wamevikomboa kutoka kwa maeksi wao. Hii ni Sawasawa Digital, mahali ambapo tunakuhabarisha na tumedhamiria kukuhabarisha kiganjani mwako.